akaanza kumtumasa mtoto kawa amelegea kweli kweli, yani Zuu akawa ametepeta, hana cha kufanya zaidi ya kusema tu, Boss Robert, nipe nimege mimi. Robert kwa ufundi wake wote akazama hadi chumvini ninavyokwambia, akazidi kumchanganya mtoto. Baada ya hapo kilichotokea, ndugu wasikilizaji wangu, huu ulikuwa utangulizi wa sehemu ya 3, na huu mkasa wote ulosikia hapo upo humu ndani. Kaa kwa kutulia kuwa na mimi hadi mwisho, ila usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Na kama haujatazama sehemu ya 1 na ya 2, basi linki iko hapo chini, unaweza ukaenda kutazama alafu urudi hapa. Sehemu ya 2 ilishia pale ambapo Robert alikuwa chumbani kwa Zuu na wamefanya mapenzi, na kama unakumbuka, Juliet alikuwa kasharudi nyumbani na anaelekea chumbani kwa Zuu huku akiwa anaita. Sasa akiwa anaendelea kuita Zuu, ghafla Zuu akashtuka, akaanza kumwamsha Robert. Kaka, dada amerudi na ananiita. Robert akashtuka. Alivyoshtuka akawa anasema, mke wangu kwamba amesharudi? Kaka amerudi. Robert akavaa haraka. Kipindi Robert anajiandaa kutoka, mara mlango unagongwa. Ni Juliet huyo ndio akwa anagonga. Zuu, abe dada, hebu toka nje mara moja. Zuu akatoka. Alivyotoka, muda huo amemwacha ndani Robert. Akawa anamwambia, Zuu, umemwona mume wangu? Dada, sijui make mi nilienda kulala, kwa hiyo leo hajarudi wala ajara. Akawa kama anajing'ata. Basi sawa, hebu njoo huku unisaidie kumenya viazi. Basi moja kwa moja wakaelekea mpaka jikoni. Waliofika jikoni, Juliet sasa akawa anamwambia Zuu, yaani leo siku yangu kazini ilikuwa mbaya sana. Yaani alikuja mteja ni anaongea kweli kweli. Zuu akawa anasema, ndio changamoto za kazi dada, utafanyaje? Si unajua watu wana matatizo yao, sometimes wanaleta hadi kwa watu, yaani acha tu. Sasa huku upande wa Robert ndio ukawa mwanya wake au pona yake. Basi Robert akaenda moja kwa moja mpaka chumbani kwake, akaoga, halafu akarudi sebleni. Alirudi sebleni akawa anamuita mkewe, mke wangu, Juliet baby. Juliet mdogo alikuwa jikoni na Zuu anakaangiza. Juliet moja kwa moja akaelekea, mpenzi wangu, ulikuwa wapi? Nilikuwa huko nyuma bwana, nafanya usafi, si unajua. Nimekutafuta sana mme wangu, nyumba nzima. Wewe kuja kuniangalia tu vizuri. Basi sawa, karibu kula, maana chakula kishaiva. Sawa, wewe niandalie. Robert akainuka na kwenda moja kwa moja mpaka chumbani kwa watoto wake, kwa Davis na Eunice. Watoto wangu walikuwa bado hawajalala. Akaanza kuwasalimia, wanangu, mnaimalika sana shuleni. Nimeona ripoti yenu, kwa kweli nimependa sana, na nataka mpige kazi hivyo hivyo, maana baba yenu shuleni alikuwa mtu ambaye nina hatari. Baba, tunakuahidi baba. Yani Davis na Eunice wakawa wanamwambia Robert, baba, tunakuahidi tutafanya vizuri, wewe ndio role model wetu. Aya wanangu, twendeni tukale. Robert na watoto zake hao mpaka dining kwenda kula. Muda huo Juliet alikuwa kashanda mazagazaga, ilikuwa chipsi, kuku siku hiyo, mixer, juisi
juisi ya matunda. Wakawa wanakula. Sasa kipindi wanakula, Zuu akawa amejitenga, yuko zake pembeni anakula peke yake. Juliet alivyomwona akamwambia, Zuu, njoo ujumuike nasi, kwa nini unakaa mbali? Njoo bwana. Zuu akawa anasema, hapana dada, mimi hapa pananitosha. Hapana, njoo. Huyo ni Juliet. Zuu akawa hana jinsi, akachukua chakula chake na kusogea moja kwa moja mpaka mezani. Sasa wakawa wanakula huku wanapiga stori za maisha. Sasa kipindi wanakula, macho ya Zuu yanaona aibu kila akikumbuka tukio ambalo ametoka kufanya muda si mrefu na bosi wake Robert. Yaani ilikuwa inamchanganya kweli kweli. Na muda huo huo Robert anashindwa kabisa kumfesi Zuu. Akawa anakula tu huku sura kaiweka chini. Mara Zuu akadondesha kijiko. Yaani alikuwa anatetemeka. Juliet akanamwambia, shida nini Zuu? Unaumwa? Hapana dada, ni bahati mbaya tu. Lakini yani Zuu alikuwa anatetemeka, ile hofu. Wakamaliza kula pale, Zuu akatoa vitu, akafanya usafi kila kitu. Juliet na mumewe hao moja kwa moja mpaka chumbani. Sasa waliofika chumbani, Juliet akawa anamwambia mumewe Robert, leo kazini kuna mteja kanisumbua kweli kweli. Yaani hapa niko na stress kweli kweli, siko sawa. Robert akamsogelea mkewe na kumkumbatia, kisha akawa anamwambia, mke wangu, hizo ni changamoto za kazi tu, usiwaze. Leo lala, kesho utaamka ukiwa sawa. Sasa kipindi Robert amemkumbatia Juliet, Juliet akaanza kumtazama Robert na kumwambia kwa sauti ya mahaba kweli kweli, mume wangu mzuri, nilikumisi, kwani wewe hujanimisi? Robert akawa anasema, sijakuelewa mpenzi, unasemaje au unamaanisha nini? Sasa kabla hajaongea lolote, Juliet akampa romance. Denda romance, busu la mahaba kweli kweli. Huku Juliet akaanza kupunguza nguo za mwilini mwake. Sasa Robert akamchukua taratibu kwa mahaba na kumpeleka mpaka kitandani. Huku Juliet anazidi tu kupunguza nguo zake na kumwambia mumewe, mume wangu, nimekumisi kweli kweli. Yaani hapo Juliet alikuwa tayari amehama kimawazo, anasubiri tu kumeguliwa na mumewe. Sasa bunde si bunde, Robert akaacha kumpapasa wala kumpatia romance na kumwambia, mke wangu, nimechoka kweli kweli, koja nilale. Leo kazini nilifanya kazi sana, kwa hiyo siko sawa. Juliet alikuwa tayari ana midadi, akawa anamwambia mumewe, leo si nimesikia hujaenda kazini, imekuwaje? Mke wangu, sikwenda kazini na kulikuwa na kazi za nje, kwa hiyo sikwenda tu ofisini, ila nilikuwa na kazi bosi amenipa. Juliet akawa anamwambia mumewe, mume wangu, nipe hata kimoja, nina hamu kweli kweli na wewe. Ila Robert alikataa katakata. Ila kweli kabisa Robert leo hajaenda kazini, ni vile tu amechoka, maana masaa machache yaliyopita alitoka kushiriki tendo na Zuu. Sasa tukirudi kwa Zuu chumbani, Zuu amelala, lakini usingizi hapati chumbani kwake. Muda wote anakumbuka tu namna
bosi wake, akawa anajisemea moyoni mwake, kaka Robert ana mzigo wa kutosha. Nimeenjoy kwa kweli, yani dada Juliet anaenjoy sana. Yani Zuu akawa ana miemko kweli kweli. Ilifika hatua mpaka akaamka na kataka kwenda kugonga mlango, ambapo huu mlango ambao anataka kwenda kugonga ni kwenye chumba cha Juliet na Robert, ili akamwamshe Robert ili waje kuzaga mwana. Huyu mtoto ana mambo. Yani mwenye mbwa yupo, unataka kwenda kugonga? Basi Zuu akaenda mpaka pale, ila kila kitaka kugonga anasita. Akarudi moja kwa moja mpaka chumbani kwake na kuamua kulala, ila usiku ulikuwa mrefu kweli kweli. Anawaza tu namna gani lile tendo lilifanyika. Basi usiku ukaisha, ikawa asubuhi. Juliet akajiandaa ili aende kazini kwake. Kama kawaida, Juliet yeye ndo anakuwa wa kwanza kutoka. Akamwaga mumewe na kumwambia, kipenzi changu, natamani leo uwahi kurudi na mimi nitawahi kurudi ili unipatie utamu, maana mkeo nimekumisi kweli kweli. Kitumbua changu kinawasha, kinahitaji mkunaji. Robert akamwambia, mkunaji niko hapa mke wangu, jana nilichoka, ila leo nitakupa ukipendacho. Si unanijua tena mumeo, sina mbambamba. Bye bye. Juliet akaondoka zake. Robert akaamka pale akaoga. Baada ya hapo, moja kwa moja akajiandaa ili aweze kwenda kazini kwake. Sasa alivyoshuka chini, akamkuta Zuu anaendelea na shughuli zake. Sasa naye akaanza kumwonea aibu. Kumbuka alichokifanya ilikuwa ni pombe, si yeye. Akawa hana jinsi, akamwita Zuu kwa kukaza kweli kweli, ambie kaka, njoo na muongezi nawe kidogo hapa. Zuu akaenda moja kwa moja mpaka pale. Jana kilichotokea baina yetu baina yetu. Zuu akawa anajibu kwa miemko, labda alikuwa anajua kwamba ataambiwa game itajirudia tena leo hii. Mtoto tamu umemkolea huyo wa bwana Sasa Robert akamwambia, kilichotokea bali jana ndio mwanzo na mwisho, hakitatokea tena, na ninaomba iwe siri yetu, asijue mtu yoyote, maana mke wangu akijua unaweza ukaleta mfarakano kwenye ndoa yangu. Zuu akajibu kinyonge sana, sawa kaka. Robert huyo moja kwa moja akaondoka zake. Baada ya Robert kuondoka, huku nyuma Zuu akabaki analia kweli kweli, huku akiwa anasema, hicho ni kilio cha Zuu. Kwani kosa langu nini? Alikuja akaniambia ananipenda, amelala na mimi, leo ananiambia nifanye kama sikumbuki chochote. Mimi nitawezaje? Zuu alilia kweli kweli, yani ilimchoma haswa. Sasa Robert akiwa zake kazini, yani lile tukio lolifanya lilikuwa linajirudia kichwani kwake mara kwa mara, huku akiwa anauambia ubongo wake, kitu gani kinawaza? Yani kila kijitahidi kusahau akawa anashindwa. Hii ni hatari kweli kweli.
boksa na kuondoka kazini siku hiyo, maana alisema anaumwa. Akaenda moja kwa moja mpaka baa, akanywa kweli kweli ili aweze kumsahau Zuu, maana ile picha na tukio lolifanya lilikuwa linajirudia. Yani kila akikaa anakumbuka, yani alilewa siku nzima, akarudi chakali nyumbani. Sasa muda anaorudi mkewe alikuwa bado hajarudi. Hii ni hatari. Akagonga kweli kweli, Zuu akamfungulia. Yani ile kumfungulia tu akadondoka chini. Zuu akawa anamwamsha, kaka, mbona umelewa sana? Robert akawa anasema, niache, wewe ndio umefanya yote haya, muda wote akilini mwangu tunakuwaza na kuwaza. Zuu akawa anashangaa tu, akamsaidia pale, akamkokota mpaka juu ya ngazi na kumwingiza chumbani kwake. Alipofika chumbani kwake, akamsaidia kuvua viatu, koti. Ndio Zuu akawa anamtazama bosi wake ambaye ni Robert, akawa anasema kimoyomoyo hapo, Robert kweli ni mzuri, I wish ningeolewa naye mimi, sio dada Juliet. Yani Zuu taratibu akaanza kuzama mapenzini mwa Robert, akatoka moja kwa moja akaendelea na shughuli zake. Sasa punde si punde Juliet naye akawa amerudi nyumbani. Alivyorudi, kwa sababu ashaona gari la mumewe nje, akawa anaita tena, beep beep beep, lakini haitikiwi. Mara Zuu akaja akampokea, karibu dada, karibu ndani. Mume wangu amerudi? Yes, amerudi, yuko juu. Okay. Juliet kwa furaha kweli kweli, akapanda moja kwa moja mpaka juu na kuingia chumbani kwake. Kufika ndani, yani anamkuta Robert amelala, na alivyomsogelea, yani Robert ananuka pombe. Akawa anamwamsha, Robert, mume wangu, shida nini? Mbona umekunywa pombe namna hii? Robert akawa anasema tu, umekunywa kupunguza mawazo. Yani amelewa kweli kweli. Basi Juliet akamsaidia pale kupunguza nguo, akampeleka chooni mumewe, akamsaidia kumwogesha, zeni akamrudisha. Alivyomrudisha, akamlaza na kumfunika na shuka, kisha yeye akashuka moja kwa moja mpaka jikoni ambapo Zuu alikuwa anapika. Zuu alivyomwona Juliet, kwa sababu ile nuru aliyopanda nao mwanzoni au alioingia nayo ndani alikuwa hana tena, akawa anamuuliza, dada vipi, mbona kama umekuwa mnyonge? Juliet akawa anasema, sielewi, yani Robert amelewa kweli kweli na sijui chanzo ni nini, maana hapa katikati aliacha kabisa pombe. Labda tu leo aliamua kunywa. Hapana. Yani hata jana alikuwa amekunywa, ni vile tu akulewa sana, maana nilivyokuwa chumbani nilikuwa nasikia kabisa harufu ya pombe. Kuna kitu hakijakaa sawa na sijui ni nini, kinanichanganya kweli kweli. Zuu akawa anamwambia, ungejaribu kukaa naye, labda atakueleza. Sometimes naye mume wangu ni msiri kweli kweli, Juliet huyo akawa anasema. Basi baada ya pale shughuli zikaendelea za nyumbani, wakapika, wakara, na Robert alishindwa kabisa siku hiyo kula kwa sababu alikuwa amelewa, amelala chakari. Ilipofika asubuhi sasa na mapema, Juliet akawa anamuuliza sasa mumewe, mume wangu,
hichi nini? Robert akawa anasema, kitu gani tena? Mbona siku mbili hizi unakunywa pombe? Kuna shida gani? Ni uchovu tu mke wangu, yani ndio maana, ila na kupromise sitarudia tena. Yani ndio mwanzo na mwisho. Mimi sipendi bana. Juliet akajiandaa na kumwambia tushuke chini sasa tukanywe chai. Mimi bado sijaoga. Twende tukanywe chai pamoja kabla mimi sijaondoka. Then nikiondoka utaenda kuoga. Okay, haina shida. Basi wakashuka pale, wakanywa chai na watoto wao Davis na Eunice. Baada ya hapo Juliet akachukua naye na kuondoka nao moja kwa moja ili kuwapeleka shule na yeye elekeza kikazini. Sasa baada ya Juliet kuondoka, nyumbani akabaki Robert na Zoe. Na Robert naye akapanda zake chumbani kwake ili ajiandae aende zake kazini. Akaingia moja kwa moja bafuni kuoga. Sasa upande wa Zoe akawa anasema, nimeshindwa kujizuia. Nimeumisi utamu. Nimemiss kaka Robert. Nafanyaje? Au niende au nisiende? Yani alikuwa anajiuliza mara mbili. Ila mwisho wa siku akaamua naye kupanda huko juu chumbani kwa Robert na kugonga mlango. Sasa Robert alikuwa bafuni anaoga kwa akashindwa kusikia. Zoe akaamua kuingia ndani. Akawa anasikia bafuni mtu anaoga. Akasema au niondoke? Ila anajiuliza anataka kuondoka. Robert naye akawa ametoka bafuni. Akamwita Zoe. Vipi? Mbona umeingia chumbani kwangu? Kaka. Nini wewe unataka? Eti. Robert akawa anamuuliza, unataka nini? Zoe anakosa jibu la kumwambia. Mwisho siku Zoe akafungua mlango na kuondoka kwa spidi kweli. Robert akasema, ubinja anatafutia nini mimi? Anataka kuharibu ndoa yangu au anataka nini? Mbona simuelewi? Shit. Makosa nilofanya siku ile ndio yananigharimu. Jamani. Robert akajiandaa naye pale, akavaa vizuri kabisa na kupendeza, suti yake ya maruni. Unaambiwa siku alivaa suti ya maruni. Akashuka chini ya ngazi ili aende zake nje achukue gari aondoke. Sasa alipofika sebreni, akamwita Juliet ana deki. Akawa anamwambia, Juliet, mimi natoka, ila kila kitu nimeacha fresh kabisa, au kuna changamoto yote ndani unahitaji niitatue? Zoe akawa anakosa jibu la kusema. Yani anamuonea aibu toka tukio lilivyotokea. Basi Robert huyo akaondoka zake kazini. Sasa upande wa Juliet yuko zake kazini, akawa anamhadithia shoga yake kwamba mumewe siku hizi analewa, ana siku ya pili mfululizo anarudi amelewa. Shoga yake akawa anamwambia, kwani mmegombana? Hapana, hatujagombana. Nashangaa tu ghafla anaanza kulewa. Ungepata nafasi ya kuzungumza naye. Yani nikizungumza naye ananiambia chochote, ananiambia tu alikuwa na uchovu, na ameniambia hatarudia tena. Shoga yake akamwambia, okay, tuangalie kama leo atarudi amelewa. Haya bwana, tutafanyaje? Upande wa Zoe yuko zake nyumbani anapiga kazi. Yani anapiga kazi lakini akili haipo kabisa. Anamwaza bosi wake tu. Kutwa akili haipo ya Zoe. Akawa anajisemea, yani mbona kaka Robert ananifanyia hivi mimi? Anipatia utamu nusu alafu ananikataa. Yali leo akirudi nitafanya kila namna ya kumtega ili niweze kupata utamu kwa mara nyingine tena. Na leo hatachomoka hakika. Akiwahi kurudi nitashukuru sana. Sasa tukirudi upande wa Robert, akawa leo amemaliza kazi yake vizuri.
vizuri kabisa, na akawa anatoka kazini. Marafiki zake wakawa wanamwambia mwanetu, tuondoke tukapata 1 2 1 moto baridi. Leo ni acheni jamani, leo hapana kwa kweli. Yani leo akawa amepinga katakata, maana alimwahidi mkewe kwamba hatolewa tena. Basi Robert akawasha gari lake na kuelekea moja kwa moja mpaka nyumbani. Alipofika nyumbani, akafunguliwa geti na mlinzi, akaingia ndani na kugonga, lakini hakuna alimfungulia. Akaingia tu mwenyewe. Alivyoingia ndani, akawa anaita Zuhu, lakini kimya. Akaenda mpaka chumbani kwake, akabadilisha nguo. Baada ya hapo, moja kwa moja mpaka chumbani kwa Zuhu na kugonga mlango. Zuhu, kimya. Zuhu, kimya. Ile kufungua mlango, bwana anamkuta Zuhu kasimama mbele yake, anamwangalia. Akawa anamwambia, mbona nakuita uitike? Zuhu akamsogelea bosi wake ambaye ni Robert na kumkumbatia. Robert akawa anashangaa na kumwambia, hebu acha. Ila Zuhu akawa amemng'ang'ania kweli kweli na kumwambia, siwezi, nimejitahidi sana kuvumilia, lakini nimeshindwa. Aidha unipe tena au nijinyonge. Robert akasema, yamekuwa haya, ujinyonge kwa sababu gani? Zuhu akawa anasema, bosi, kaka Robert, utamu wako unanijia kichwani, naomba unipatie tena. Robert akawa anasema, tulifanya mara ya kwanza ni bahati mbaya, tukifanya mara ya pili hizi zitakuwa makusudi. Ila Zuhu akawa anasema, mimi sijali safari hii hata ikiwa makusudi, maana utamu ulionipatia sijawahi kupata toka nizaliwe. Kipindi Robert anashangaa na ajui afanye nini, Zuhu akamface na kumwangalia uso kwa uso na kumsogelea na kuanza kumpatia romance denda. Bwana na muda huo Zuhu alikuwa amevaa mtandio tu. Robert akashindwa kujizuia, akapeleka mkono wake kiunoni mwa Zuhu na kuanza kumpapasa. Romance. Robert akampeleka mtoto kitandani, huku Zuhu akiwa anasema, kaka Robert, boss Robert, mwili wako umega unavyotaka, nitafune hiki kitumboni chako. Robert alivyomlaza Zuhu kitandani, akashuka mpaka kifuani na kuanza kupecheka kupenyeka. Show ya kibabe leo. Akaanza kumtumasa mtoto kawa amelegea kweli kweli, yani Zuhu akawa ametepeta, hana cha kufanya zaidi ya kusema tu, boss Robert, nipe nimege mimi. Robert kwa ufundi wake wote akazama hadi chumvini ninavyokwambia, akazidi kumchanganya mtoto. Baada ya hapo, kilichotokea yetali, Robert akapeleka moto, akammega mtoto kisawasawa. Show ilikuwa ya kibabe kweli kweli. Leo ilikuwa haina excuse. Leo Robert alikuwa hajalewa, amefanya kwa akili zake timamu kabisa. Ndugu wasikilizaji wa Simulika Nasi, sehemu ya 3 inaishia hapa. Tukutane kwenye sehemu ya 4. Ili usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Na kama kuna jambo lolote unahitaji tuboreshe, basi weka hapo kwenye